Kelvin Bwija, au jambo na habari za Uvira muda huu? Ujambo mtangazaji, pia ujambo msikilizaji wote. Na Kelvin Bwija, wewe ni mratibu wa shirika la wazalendo wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Sosiko RDC. Tuna taarifa muda huu wa usiku wa leo, siku ya Jumapili tarehe 11 mwezi Mei mwaka 2025 kwamba kuna mtu amepigwa risasi, kuna raia amepigwa risasi maeneo ya kata la Kalundu kule Uvira. Sijui hali hiyo imepitika namna gani? Asante sana kwa swali mtangazaji. Ufahamu kama leo tariki 11 mwezi wa 5 2025 aux environs à 18h kata la Kabindula avenue Soko komini ya Kalundu vile ya Uvira, kuna baba alikuwa anaitwa kwa jina la Angola Chushira ambao amepigwa masasi na watu wenye kumiliki silaha wasifahamika. Utafahamu kama baba ule alikuwa nyumbani kwake akafyatuliwa masasi. Ile ni mambo ambayo tumekondana sisi kama shirika la RDC pia kibinafsi kama vile mtafiti wa masuala ya usalama. Unajua muda huu ambao tunaendelea kuyapitia mvile ya Uvira, matarafa za Uvira, Fizi, Mwenga, usalama mkuu unaendelea kuibuka mtangazaji. Usafi wananchi kuuliwa, wazalendo kuuliwa, militari wa FARDC kuuliwa. Ni mambo tu tunaendelea kukondane, na wakuu viongozi wanapasha kutoka mambo ya majistraksio kwa juu ya kulindia raia na mali yake mtangazaji. Basi population haiwezi kuwa na investment projet za division za makalite, mais mtu anapasha kuinvestir ma projet za development kwa juu ya kudevelope mwingine haiwezi kuwa develop amiria ya masasi kila wakati watu kuuliwa. Unakuta change de tire kelpa ile kondane si sama mashirika ya mtangazaji. Hali hiyo ya milio ya risasi kila mara Uvira inasababishwa wenda na baadhi ya makundi nyingi ya wazalendo au baadhi ya silaha kuzagaa kiolela katika jiji la Uvira? Mtangazaji, unajua kama ile masasi ni kingai na sita wiki mji wa Uvira. Utafahamu kama kulikuwa kwanza incompetence wa zalendo na jeshi la taifa. Wakati jeshi la taifa lilikuwa liko nafanya deployment ya wa militaire muma tarafa za Uvira, Fizi, Mwenga na mvile ya Uvira kwa juu ya kutia maposition na kurenforcer zile maposition, wazalendo walikuwa kwa sous informé. Ndio maana ilikuwa na wakati FARDC na deployer wazalendo waza peut-être FARDC na kuya kuba delocaliser kuangalia sinaweza mettre hors d'état de nuire. Ile ilikuwa ni confusion, ile confusion ninaamini kama imeisha vis-à-vis na entretien sécuritaire, ma sensibilisation fulani kwa wakompatari wazalendo na wa general wa FARDC mtangazaji. Ile tuko tunaendelea kuhimiza raia, pia raia kwa moment tunashakuwa na esprit patriotique, esprit ya dénonciation, dénicher tout consiste parce que mtu hawezi kuwa anatire mapishe za criminalité mtangazaji. Na tuzungumzie kwamba wakati ambapo wazalendo walikuwa bado hawajajaa katika jiji la Uvira, kulikuwa zile lalamiko za raia kusema kwamba wenda jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC halimiliki vizuri usalama wa jiji la Uvira. Sasa wazalendo wamejaa, imekuwaje tena watu kuuliwa kiolela? Mtangazaji, raporo ya swali hiyo, mimi siku msemaji wa jeshi la FARDC, siku msemaji wa wazalendo, ile ninafanya kazi, nafanya udhibiti, nafanya maarifa kama vile mkuu kiongozi mratibu wa shirika la kiraia. Utafahamu kama ile vrai que wakati ya mbele watu walikuwa wanauliwa kila wakati, unakuta mtu anatembea 18h19 mtu anakuwa masasi. Unakuta kuna vitu vimoja kwa vinajipifeste ma reglement konde, unakuta mtu anafanya kitu fulani, mwingine hata fanya ile kitu ambacho anafanya, na ile ni mambo kaza wa kaza kuna etea wananchi mauaji mvile yote kaisha inafaa yule mtu alikuwa mtenda criminal. Baada ya kuuliwa kwa huyo raia katika eneo la Kalundu, hali imerudia kuwa safi ama vipi? Kwenye kuna uliwa mtu
discours ile toujours kingali mu population hii wanaoga pour le moment face kuliwa imagine mtu anapigwa masasi sipende iko pake anaanza tayarisha chakula akule anapigwa masasi mtangazaji reaction kwa kingali tu kingali timidity kubwa watu biko wanajiuliza huyu paumu marehemu alikuwa tatizo gani ile kingali pende de kingali mwa pour dire que aïe à quoi bien rétabli 100% parce que cause kingali na manifester kwa ile tembo ambao kumeuliwa mtu. Bwana Kelvin Bwisha, tunakushukuru kwa muda wako. Didas TV tunasema usiku mwema na kwaheri. Mimi nashukuru kwa mtangazaji.